الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد tunaendeleza durus za Ramadhani ambazo zinafungamana na i'tikaf. Kunayo amali ambayo kwamba watu wanafaa kufungamanisha nafsi zao katika wakati ambao kwamba wako katika i'tikaf. Naam, ili wajikurubishe zaidi kwa Allah Azza wa Jalla. Watu wafanye amali ambazo kwamba zinamridhisha Allah Azza wa Jalla. Wasipoteze wakati wao katika kuzungumza mambo ya kidunia na mambo ya kibiashara na mambo ambayo kwamba haina faida katika dini yao wala dunia wala akhira yao, bali wajishughulishe na miongoni mwa amali hizi. Ya kwanza iwe ni sala. Katika msikiti mtu awe anakithirisha kusali, hasa sala ya kwanza ni jamaa, sikose katika jamaa, awe anasali pamoja na imam na takbiratul ihram, ajitahidi hilo. Pili, kuna sunna sampuli tofauti awe ni mwenye kufanya zile sunna za rawatib na sunna nyingine ambazo kwamba zimekuja katika mafunzo ya Rasul alayhi salatu wasalam. Vile vile awe ni mwenye kufanya dhikri kwa wingi. Naam, na kuna dhikri aina nyingi ambazo kwamba imethibiti kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Watu wajitahidi kufanya dhikri katika i'tikaf. Na awe ni mwenye kusoma Qur'ani vile vile, kwa sababu Qur'an ni miongoni mwa dhikr. Naam, na vile vile kuna amali nyingi ambazo kwamba anafaa kufungamana nayo, hatuwezi kuzitaja zote, ila hizi muhimu: sala, dhikr, na afanye vile vile adhiya, muombe Allah Azza wa Jalla. Hii itakuwa ni sababu ya kufanikisha ile i'tikafi yake na itatoka na natija na matunda nyingi zaidi. Naomba Allah Azza wa Jalla tujalie min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu ilaykum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.